Serikali yatoa mwezi mmoja kuanzia Aprili 11 hadi Mei 10 mwaka huu kwa wahitimu wa kidato cha 4 wa mwaka 2025 kufanya marekebisho ya tahasusi za kidato cha 5, vyuo vya kati na elimu ya ufundi. Zaidi ya kaya 50 katika kijiji cha Koboko Kusini wilayani Siha mkoani Kilimanjaro zalala nje, huku baadhi ya wafanya biashara wakipoteza mali zao kufuatia mvua kubwa ilionyesha usiku wa kuamkia leo. Takribani watu milioni 8 nchini Benin wamejiandikisha kupiga kura ya kumchagua rais katika vituo zaidi ya 17,000, huku matokeo yakitarajiwa kutangazwa ndani ya saa 48 baada ya kufungwa kwa vituo vya kupigia kura. Na katika michezo, katibu mkuu wa Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, Gerson Msigwa, akabidhi shilingi milioni 20 kwa timu ya Azam FC, ikiwa ni ahadi ya goli la mama baada ya kufanya vizuri katika michezo ya kombe la shirikisho barani Afrika. Na moja kwa moja kutoka jijini Dar es Salaam, hii ni Channel 10 kilicho bora kabisa. Mtazamaji, na sasa umetimwa sawa kukuletea taarifa yetu habari ya kutwa nzima ya leo. Mimi ni Hamisi Mkoti, rubani wako, na kualika tusafiri pamoja katika mwendo takriban saa moja ya habari za kitaifa na kimataifa, na mwisho tutahitimisha habari yetu kwa habari za michezo na burudani. Kwa upande wa lugha alama usiku wa leo ni Onesta Molel akiendelea kukuhabarisha namna hiyo. Mtazamaji, kama ilivyoada, tunaanza na habari za kitaifa na moja kwa moja tunasafiri tunaelekea katikati ya nchi kule jijini Dodoma. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Mwigulu Lameck Nchemba amewataka Watanzania kuendelea kuwa watulivu na kwamba serikali inafuatilia kwa karibu na kwa umakini suala la mafuta na kuhakikisha yanaendelea kupatikana nchini ili shughuli za uzalishaji na usafirishaji zisiathirike. Mwanahabari wetu Eden Bahati anaripoti. Waziri Mkuu ametoa wito huo wakati akizungumza na wananchi katika mkutano wa hadhara uliofanyika kwenye uwanja wa shule ya msingi Mvumi Mission, akiwa katika ziara ya kukagua miradi ya maendeleo wilayani Chamwino mkoani Dodoma. Mheshimiwa Mwigulu amesema suala la upatikanaji wa mafuta si jambo la kuamuliwa na nchi moja, kwa sababu si kila nchi ni mwagizaji au mzalishaji wa bidhaa hiyo. Dunia nzima ilitikisika kwenye masuala haya ya usafirishaji na masuala ya mafuta. Na sababu ni moja tu, kwamba sio kila nchi inazalisha mafuta. Sio kila nchi ni muuzaji wa mafuta. Sio kila nchi inajitegemea kwenye mambo ya mafuta. Amesema suala kama hilo liliwahi kutokea nchini na kwamba miongozo na maelekezo ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan yaliwezesha taifa kuvuka salama, na hata sasa hatua zinachukuliwa kuhakikisha suala la mafuta haliathiri ukuaji wa uchumi. Twendeni tufanye tathmini kwa kina, kwa uangalifu, na tuchukue hatua kwa uangalifu, bila kupaniki, bila taharuki. Tushirikishe sekta zote zinazohusika, ndani ya sekta ya umma, ndani ya serikali, lakini pia na sekta binafsi. Waziri Mkuu amesema kwa kutambua umuhimu wa bidhaa hiyo, serikali imelenga kuendelea kuhakikisha inalinda maslahi mapana ya Watanzania, kwa sababu haitaki watu washindwe kumudu kupata bidhaa wala kuendesha maisha kwa sababu ya nishati ya mafuta. Eden Bahati, Channel 10. Na mtazamaji, tusalie hapo hapo jijini Dodoma na sasa tuangazie taarifa nyingine. Serikali imetoa mwezi mmoja kuanzia Aprili 11 hadi Mei 10 mwaka huu kwa wahitimu wa kidato cha 4 wa mwaka 2025 kufanya marekebisho ya taasisi za kidato cha 5, vyuo vya kati na elimu ya ufundi kupitia mfumo wa kielektroniki wa uchaguzi wa wanafunzi ili kuwawezesha kupangiwa shule na vyuo kulingana na ufaulu wao. Mwanahabari wetu Amani Mbando anaripoti kutoka Dodoma. Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI, Profesa Riziki Shemdoe amesema serikali tayari imekamilisha zoezi la awali la kuingiza kwenye kanzidata taarifa zote za uchaguzi zilizojazwa na wanafunzi wakiwa shuleni, na sasa wahitimu hao wanapaswa kutumia kipindi hicho kufanya maboresho ya machaguo yao. Ni muhimu kuzingatia muda uliotolewa wa kufanya marekebisho ili ratiba ya kuwachagua na kuwapangia shule na vyuo iweze kuendelea kwa muda uliopangwa.
Baada ya matokeo ya kujiunga na kidato cha 5 na vyuo kutangazwa, ofisi haitashughulikia changamoto hizo kwa kuwa fursa ya kufanya mabadiliko hayo imeshatolewa. Huduma hii ya kubadilisha tahasusi ni bure. Profesa Shemdoe amesema baada ya muda huo kukamilika, taarifa zitakazokuwa kwenye kanzidata ndizo zitakazotumika kuwachagua na kuwapangia wanafunzi nafasi za kujiunga na kidato cha 5 pamoja na kozi mbalimbali katika vyuo vya kati na vya elimu ya ufundi kwa kuzingatia ufaulu na machaguo yao. Kukamilika kwa zoezi hili kunatoa fursa kwa wanafunzi kuweza kufanya mabadiliko ya machaguo ya tahasusi ama kozi kwa njia ya mtandao, yani online. Baada ya wanafunzi kufanya marekebisho yao, kanzidata hiyo ndiyo itakayotumika kuwachagua na kuwapangia nafasi ya kidato cha 5 na kozi mbalimbali katika vyuo vya elimu ya ufundi kwa kuzingatia sifa na ufaulu na machaguo yao. Taarifa hiyo imesisitiza kuwa wanafunzi wanayo fursa ya kuongeza au kubadilisha machaguo ya tahasusi na kozi, ambapo wazazi na walezi wamehimizwa kushiriki kikamilifu kwa kushauriana na watoto wao ili kuhakikisha wanafanya maamuzi sahihi yanayoendana na ufaulu wao. Amani Mbando, Channel 10, Dodoma. Asante Amani Mbando kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, na sasa tusafiri tuelekee kaskazini mwa nchi kule mkoani Kilimanjaro. Huko tunaelezwa ya kwamba zaidi ya kaya 50 katika kijiji cha Koboko Kusini kilichopo kata ya Masai wilayani Siha mkoani Kilimanjaro zimelazimika kulala nje ya nyumba zao, huku baadhi ya wafanyabiashara wa maduka wakipoteza mali zao kufuatia mvua kubwa ilionyesha usiku wa kuamkia leo. Mwanahabari wetu Ahmad Nandonde anaripoti kutoka kaskazini. Wakizungumza na Channel 10 iliyofika katika kijiji hicho, baadhi ya wananchi waliokumbwa na kadhia hiyo wamesema wamelazimika kulala nje ya nyumba zao, huku wengine wakipatiwa misaada, wengine wakiokolewa na jeshi la zimamoto na kupelekwa mahala salama zaidi. Ilikuwa mbaya sana, maana usiku mida saa 8 jeshi la zimamoto tunalishukuru lilifika kwa wakati, wakafunga kamba kule, wakatuvusha ngambo ya pili, watoto ukaenda kuhifadhi kwa majirani. Tunaomba tuangalie watoto waende shule, madaftari yote yameloana, vyakula ndani vimeloana. Tunaomba mbunge wetu aje tuangalizie hapa. Nilikuwa na mjukuu kunda, ikabidi mwokoe mjukuu nikimbie, ndio nikaacha katika hali hii. Sasa ndio kama mlivyoona, magodoro hayafai, kabati hazifai, mahindi yameharibika. Nilikuwa na dagaa za biashara ndizo nazo zimemwagika, zote zimeshaondoka. Tunaomba serikali tusaidie kwa sababu hatuna chakula. Vyakula vimeenda na maji, magodoro yamenyeshewa, maji yamefika mpaka vitandani, nguo za shule watoto zimeenda na maji, viatu, madaftari. Gesi imebebwa, mafuta yamebebwa, chakula changu chote kimebebwa, mahindi, maharage. Sina kitu cha kuwapa wajukuu zangu. Baadhi ya wafanyabiashara wakaeleza namna walivyopoteza mali zao kufuatia kadhia hiyo. Tunapigiwa simu na majirani kuvuka ngambo ya pili kuja kwa hatuwezi. Kwa maji yamejaa, yameingia, yameharibu vitu kwa store, nguo kama hivi mnavyoziona, na vitu vingine madukani kule vimeharibika. Yaani ukiangalia kama mifuko 50 imeshapotea sukari. Diwani wa kata ya Nasai Samson Maseri ameeleza hatua waliochukua ili kuwanusuru wananchi hao na kueleza kuwa wananchi wanatakiwa kuchukua tahadhari katika kipindi hiki ambacho mvua zinaendelea kunyesha. Kama ulivyojionea mwenyewe, zaidi ya kaya zaidi ya 50 katika kijiji changu hiki kimepata athari hiyo. Watu hawana sehemu ya kulala, vyakula vimeharibika, mifugo, kuku na vitu vingine vimechukuliwa na maji. Na kwa maana ya mkuu wa wilaya amefika na kujionea hali halisi, lakini tumewaomba wananchi wetu katika maeneo haya wajaribu kutafuta sehemu ambayo wanaweza kukaa kwa ajili ya kuokoa maisha yao. Ahmad Nandonde, Channel 10, Siha, Kilimanjaro. Asante Ahmed Nandonde kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, tusalie kanda hiyo ya kaskazini na safari hii tuelekee kule mkoani Arusha tukaiangazie taarifa hii. Aliyekuwa waziri mkuu wa Tanzania hayati Edward Moringe Sokoine ameendelea kukumbukwa kwa mchango wake katika kupigania wanyonge, ambaye pamoja na mambo mengine alisisitiza usawa wa rasilimali na kupinga ubinafsi. Mwanahabari wetu Jamila Omar anaripoti kutoka Monduli mkoani Arusha. Kauli hiyo imetolewa katika misa ya kumbukizi ya miaka 42 ya kifo cha kiongozi huyo iliyofanyika nyumbani kwake Monduli Juu, wilayani Monduli mkoani Arusha, na kuhudhuriwa na viongozi mbalimbali na wananchi.
Sera zake na maisha yake ya unyenyekevu yalilenga kuhakikisha rasilimali za nchi zinawanufaisha watu maskini badala ya wachache wenye urafi. Alichukia rushwa. La pili, aliwachukia wazembe. Lakini la tatu, hakupenda migogoro. Kwa upande wake, naibu waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki, James Ole Milia, amewasihi wananchi wa jamii ya wafugaji kuendelea kumuunga mkono Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuwa ameendelea kuboresha maisha ya wafugaji kwa kuwatengea maeneo ya malisho. Nimeangalia kwa haraka bajeti ambayo inakaribia kwenda kusomwa. Ukiangalia kimsingi unaona matumaini makubwa juu ya wafugaji wa nchi hii. Msemaji wa familia ya Sokoine, Dr. Lembris Kipuyo, amewashukuru wananchi wote walioshiriki katika kumbukizi hiyo na kuwataka Watanzania kuendeleza misingi ya uadilifu iliyoasisiwa na hayati Edward Sokoine. Maisha aliyoishi, alikuwa mzalendo kweli, aliyowapenda watu wake na taifa lake, lakini pia mtu mwenye hofu ya Mungu. Kumbukizi hizi zimeendelea kuonesha namna hayati Edward Moringe Sokoine anavyoendelea kuwa alama ya uongozi bora, uadilifu na mapambano dhidi ya rushwa nchini Tanzania, ambapo hayati Sokoine alifariki dunia Aprili 12 mwaka 1984 kwa ajali ya gari huko Dumila mkoani Morogoro. Jamila Omar, Channel 10, Monduli, Arusha. Asante Jamila Omar kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, na sasa tusafiri tuelekee kanda ya Ziwa kule mkoani Mara, ambapo Musa Makali anaripoti ya kwamba Waziri wa Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa Dr. Rimo Nyansaho ameongoza harambee iliyofanikisha kukusanya shilingi milioni 641 kwa ajili ya kuchangia ujenzi wa ofisi ya kanisa la Waadventista wa Sabato SDA jimbo jipya la North Mara Field. Musa, karibu. Ni katika harambee ya changizo la ujenzi wa ofisi ya kanisa la Waadventista wa Sabato jimbo jipya la North Mara Field hapo Irani Tarime mkoani Mara. Waziri wa Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa Dr. Rimo Nyansaho katika harambee hiyo alimwakilisha Waziri Mkuu wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba, na kabla yote akapata taarifa ya ujenzi wa kanisa hilo. Litakuwa na ghorofa 2 na likiwa na jumla ya mita za eneo itakazojengwa 3798. Gharama zote za jengo imekadiriwa kuwa bilioni 3.5. Mkuu wa mkoa wa Mara Kanali Evans Mtambi akitoa salamu za mkoa katika harambee hiyo ameomba viongozi wa dini kuendelea kuliombea taifa pamoja na viongozi wake kwa kazi kubwa wanazofanya. Muendelee kutuongoza katika mapambano tulionayo ya kuhakikisha kuwa jamii yetu inakuwa na maadili stahiki. Tunaendelea kuwaombea maisha mema, ufanisi mkubwa katika kazi na hasa kuliongoza taifa hili katika ulimwengu wa nyakati hizi wenye changamoto nyingi. Waziri wa Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa Dr. Rimo Nyansaho kwa niaba ya Waziri Mkuu na ujumbe wake wanachangia shilingi milioni 82 katika kukamilisha shilingi milioni 641. Mimi pamoja na ile ambayo Mheshimiwa Waziri Mkuu amenikabidhi nije nayo, tukiongezea na ile ya Waziri Mkuu, sisi tutatoa shilingi milioni 80. Kwa hiyo ndugu zangu, hii fedha iliyosalia, ile ambayo tumeshaweka kwenye account sawa, lakini iliyosalia Mzee Gachuma atawapa siku ya Jumatatu. Musa Makali, Channel 10, Mara. Asante Musa Makali kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, na sasa turejee tena katikati ya nchi kule jijini Dodoma. Serikali inakusudia kuleta mwongozo mpya wa kuboresha mazingira ya biashara na uwekezaji, lengo likiwa ni kuongeza nafasi za ajira na ukuaji wa uchumi wa nchi. Mwanahabari wetu Kuringe Mongi anaripoti kutoka katikati ya nchi jijini Dodoma. Hayo yamebainishwa hapa jijini Dodoma na naibu waziri wa nchi ofisi ya Rais, mipango na uwekezaji, Dr. Pius Chaya wakati alipotoa muhadhara kuhusu mipango katika Tanzania ijayo
kazi za mipango ya maendeleo vijijini katika kufikia dira ya maendeleo 2050, mhadhara uliofanyika katika Chuo Kikuu cha Mipango ya Maendeleo Vijijini IRDP. Na hivi karibuni tutaleta mwongozo mpya wa kuboresha mazingira ya biashara na uwekezaji nchini. Lengo ni kwamba tupate wawekezaji wengi. Sasa tunategemea kwa kupitia hii dira swala la ajira tuweze kulitatua, na ndio maana mpango wa miaka 5 umejikita kwenye kuwa na uchumi ambayo ni imara, lakini ambayo utatengeneza ajira za kutosha, hususan ajira katika sekta binafsi. Naye mkuu wa chuo cha mipango na maendeleo vijijini Profesa Elson Mayaya na wanafunzi wa chuo hicho wakaeleza wanatoa mchango gani kuhakikisha dira ya 2050 inafikiwa. Lakini kuna upungufu mkubwa wa kuweza kupanga ardhi yetu, ambao tunajua kwamba ardhi ni rasilimali. Sisi tayari tunatoa watu ambao wanaenda kujihusisha na masuala ya mipango miji, na hivyo kwenda kusaidia kuziba lile pengo la 72% ya kipande au ya ardhi ya Tanzania ambayo haijapimwa. Kwa serikali kuandaa hii dira 2050 itatusaidia kuandaa mipango mikakati ya miaka 5, miaka 3 na kuendelea, kwa sababu ni dira ambayo kwanza inaenda kutunyanyua sisi wahitimu au wanafunzi kwamba tunajua serikali yetu ina mpango gani, serikali yetu inaelekea wapi. Mpaka kufikia 2050 at least 72% ambazo zimesalia, kwa na sisi wanafunzi ambao tunajifunza masuala ya urban planning, basi tunao mchango huu katika kufikia lengo la dira yetu. Kutoka hapa Dodoma ni Kuringe Mongi. Na mtazamaji, hiyo ni taarifa yake Kuringe Mongi kutoka kule Dodoma. Na sasa tuelekee pale mkoani Morogoro. Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi INEC ipo katika maandalizi ya kutangaza uchaguzi mdogo wa jimbo la Isimani mkoani Iringa kufuatia kifo cha aliyekuwa mbunge wa jimbo hilo William Vangimembe Lukuvi, pamoja na uchaguzi wa udiwani katika kata mbalimbali nchini ambazo madiwani wake wamefariki dunia. Huyu hapa mwanahabari wetu. Taarifa hiyo imetolewa na mkurugenzi wa uchaguzi wa tume hiyo Ramadhani Kailima katika kikao cha baraza la wafanyakazi wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi kilichofanyika mkoani Morogoro na kuhudhuriwa na naibu katibu mkuu ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge, uratibu na wenye ulemavu, Dr. James Kilabuko. Kailima amesema kwa sasa tume inaendelea na zoezi la uandishi wa taarifa ya uchaguzi mkuu wa rais, wa bunge na madiwani uliofanyika mwaka jana, na itakapokamilika itawasilishwa kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Tunaendelea na majukumu mbalimbali, mojawapo majukumu Mheshimiwa Mgesi tunaendelea nayo ni kukamilisha taarifa ya uchaguzi ambayo tunaendelea kuikamilisha ili baadaye tuweze kuikamilisha kukabidhi kwa mamlaka ya Mheshimiwa Rais. Na kazi nyingine Mheshimiwa Mgesi tunaenda kupitia masuala ya kufahamu kuna uchaguzi mdogo unaweza kufanyika hivi karibuni wa jimbo la Isimani baada ya aliyekuwa mbunge wa jimbo lile Mheshimiwa William Lukuvi, Mwenyezi Mungu amrehemu, na baadhi ya kata zingine ambazo tume itatoa ufafanuzi huo. Kwa upande wake Dr. Kilabuko amewataka watumishi wa tume hiyo kutekeleza majukumu yao kwa kuzingatia katiba, sheria, kanuni na taratibu na kuepuka lugha zote za uchochezi zinazoweza kuleta uvunjifu wa amani na kuhatarisha maisha ya Watanzania. Napenda kuwaasa kuzingatia katiba, sheria, kanuni na taratibu mnapotekeleza majukumu yenu ya tume na kuepuka lugha zozote za uchochezi zinazoweza kuleta uvunjifu wa amani na kuhatarisha maisha ya Watanzania. Kikao hicho pia kilitumika kufanya uchaguzi wa katibu wa baraza hilo, ambapo wajumbe walimchagua Mwitaru Keboya kuwa katibu mpya wa baraza la wafanyakazi wa tume hiyo, akichukua nafasi ya Livin Avit ambaye amemaliza muda wake. Juma Mohamed, Channel 10. Mtazamaji, turejee tena hapa jijini Dar es Salaam. Baada ya kukamilisha mbio zake katika mkoa wa Kaskazini Unguja,
Mwenge wa Uhuru unatarajiwa kuanza mbio zake katika mkoa wa Dar es Salaam ambapo mapokezi yatafanyika kesho Aprili 13. Makabidhiano rasmi yatafanyika katika uwanja wa ndege wa kimataifa Julius Nyerere na moja kwa moja utaanza mbio zake katika wilaya ya Ilala ambapo huko unatarajiwa kukagua na kuzindua miradi mbalimbali inayotekelezwa na serikali. Mbio za Mwenge katika wilaya ya Ilala zitafanyika kwa kutwa nzima ya kesho na kesho kutwa asubuhi utaanza mbio zake katika wilaya ya Kigamboni na makabidhiano rasmi baina ya wilaya hizo yatafanyika katika daraja la Kigamboni. Mtazamaji, na sasa tusafiri tuelekee nyanda za juu kusini kule mkoani Njombe. Mwekezaji mmoja wa kilimo cha umwagiliaji na ufugaji wa samaki wilayani Wanging'ombe mkoani Njombe ameiomba serikali kuingilia kati mgogoro wa ardhi unaohusisha shamba lake lenye ukubwa wa ekari 43 lililopo katika kijiji cha Kanamalenga, kata ya Ilembula, kuvamiwa na kisha kuzuiwa kuendelea na uwekezaji huo kwa madai hana umiliki halali wa ardhi hiyo. Taarifa zaidi na Michael Patrick kutoka huko Njombe. Kufuatia mgogoro huo, mwekezaji huyo mhandisi Twahili Kilaga amelazimika kuita vyombo vya habari katika kijiji cha Kanamalenga, kitongoji cha Isimiki, ili kuomba mamlaka ziweze kufuatilia kwa kina apate haki yake baada ya kununua shamba hilo kwa thamani ya shilingi milioni 30, ambapo mwakilishi wa mwekezaji huyo Jafari Mnenwa aliyepewa mamlaka ya kisheria kusimamia mali za mzee Kilagwa mwenye umri wa miaka 71 anayesumbuliwa na tatizo la kiafya amedai kuwa shamba limenunuliwa kihalali. Kama mnavyoliona hili eneo lote wamevamia zaidi ya ekari 43 ambazo ni za mzee Twahili Kilagwa ambaye alifuata taratibu zote katika kijiji hiki. Kwa upande wake, msimamizi wa shamba hilo Daniel Mtemelwa amesema uvamizi huo umeathiri uwekezaji uliokuwa unaendelea. Ombi langu kwa serikali na vyombo vya ulinzi na usalama, kumekuwa kuna usalama mdogo sana ambao upo hapa katika hili shamba. Marehemu huyu kwa na ugonjwa wa muda mrefu aliamua kuuza eneo hili kwa mzee Kilagwa, na katika maelezo yale mimi nilikuwepo ofisini kwake kwenye ofisi ya kijiji anapolipa fedha mzee Kilagwa. Nimelazimika kufika katika ofisi ya afisa mtendaji wa kijiji cha Kanamalenga ili kusikia nini serikali inatoa kauli yake. Huo mgogoro upo na Twahili kwamba ni kweli alinunua kwa marehemu Atumali Moses Vata. Baada ya kumuuzia ndipo mgogoro ukaanza. Baada ya maelezo ya upande wa serikali ya kijiji, mwandishi amefanya jitihada za kumtafuta mmoja wa watu wanaodaiwa kuvamia eneo hilo kwa njia ya simu, Elias Vata, ambaye hapa amesema: sisi kiufupi taarifa hizo hatuzitambui kabisa kwamba shamba lile limeuzwa au sisi tu wavamizi. Kutoka hapa katika kitongoji cha Isimikinyi, kijiji cha Kanamalenga, kata ya Ilembula, wilaya ya Wanging'ombe mkoani Njombe, mimi ni Michael Patrick, Channel 10. Na mtazamaji, turejee tena kanda ya Ziwa. Safari hii tunakwenda kuangazia pale mkoani Geita ambapo tunaelezwa kwamba baadhi ya wanafunzi wa shule ya sekondari Lutozo iliyopo kata ya Katoro wilayani Geita mkoani Geita kwa kushirikiana na baadhi ya wazazi wao wameongozana hadi ofisi ya mtendaji wa kata hiyo kupinga uamuzi wa mkuu wa shule hiyo kusimamishwa kazi, kupisha uchunguzi pamoja na uhamisho wa walimu zaidi ya 10. Mwanahabari wetu Mrisho Sadik anaripoti. Kabla ya kufika ofisi ya mtendaji wa kata, wazazi na baadhi ya wanafunzi hao walikwenda nyumbani kwa diwani wa kata hiyo kufikisha malalamiko yao ya kupinga kusimamishwa kazi kwa mkuu wa shule, kuhamishwa walimu zaidi ya 10 na kuvunjwa kwa makundi ya wanafunzi kujisomea majumbani. Shule ya Lutozo sekondari ilikuwa ni kimbilio la wanyonge. Ilikuwa ni shule ambayo inategemewa hapa Katoro, lakini kwa figisu za watu wameamua kuirudisha nyuma. Mimi mwenyewe nina mwanafunzi alifika nyumbani analia, anasema mwalimu mkuu alikuwa analia, kuna walimu wanalia. Hatupingi maamuzi ambayo yamefanyika, ila nashauri ikiwezekana kifanyike kikao kingine cha wazi, kihusishe jamii, wazazi, walezi. Madai ya mgogoro huo ambayo hajathibitishwa na mamlaka za serikali ni kwamba baadhi ya walimu ambao hawakupata nafasi ya kusimamia makundi ya kujisomea majumbani yanayofadhiliwa na wazazi wamechochea kuwa makundi hayo ni hatari kwa usalama wa watoto wa kike, hatua iliyochangia mamlaka za elimu mkoani Geita kuingilia kati na kuchukua hatua kwa walimu wote waliokuwa wakihusika na makundi hayo akiwemo mkuu wa shule.
Diwani wa kata ya Katoro Zubeda Musa amewataka wazazi na wanafunzi hao kuwa watulivu wakati wakiendelea kufuatilia kwa kina swala hilo. Sisi tunataka muendelee kufaulu kama mlivyokuwa faulu nyuma. Kuona hivi mmefika hapa, mna uchungu na elimu na mnajua nini mnachokifanya. Kwa hiyo sisi tunashukuru sana, tutaendelea kuwasaidia. Maamuzi hayo yanadaiwa kufanywa na afisa elimu mkoa wa Geita. Jitihada za kumpata ili kutolewa ufafanuzi swala hili zimefanyika bila mafanikio. Tunaendelea kumtafuta. Kutoka Geita, mimi ni Mrisho Sadik. Na mtazamaji, ni mwandishi wetu Mrisho Sadiki kutoka kule Katoro mkoani Geita akiangazia katika sekta ya elimu. Na sasa tuelekee kule mkoani Pwani ambapo wananchi 1300 kata ya Mbwawa na Visiga wilayani Kibaha mjini wamepatiwa huduma ya vyeti vya kuzaliwa kutoka wakala wa usajili wa vizazi na vifo RITA. Mwanahabari wetu Margaret Malisa anaripoti. Wananchi hao waliopatiwa vyeti hivyo vya kuzaliwa walijitokeza katika ziara ya mwenyekiti wa CCM wilaya Kibaha mjini Mwajuma Nyamka, ziara inayoendelea kuwashukuru wana CCM na wananchi na kuwatembelea wenye viti wa mashina, kuwashukuru na kusikiliza kero zao. Uti wa mgongo wa ziara hii ni kuja kuwashukuru wana CCM na wananchi kwa kazi kubwa walioifanya kuhakikisha kwamba Chama cha Mapinduzi kinashinda. Mimi nyumbani kwangu nimefurahia, pia kuna vitu nimejifunza kutoka kwa wajumbe mbalimbali au viongozi mbalimbali. Ofisa kutoka wakala wa usajili vizazi na vifo RITA George Chua amesema wameendelea na zoezi hilo la usajili wa wananchi wasiokuwa na vyeti, ambapo tayari amekabidhi vyeti vya kata ya Mbwawa na Visiga. Tumeweza kukusanya maombi takriban 1300 kutoka kwa wananchi wa kata mbili tu, Mbwawa na Visiga. Maombi haya tayari yameshaingizwa kwenye mfumo yetu ya uchakataji kwa 25% kwa kata ya Visiga peke yake. Maana yake kwa kata ya Mbwawa hawa ambao tumewakabidhi leo vyeti ni wale tu ambao wameshaingia kwenye mfumo, wamelipa ada na basi wameweza kupata vyeti vyao ndani ya masaa 48 ya utendaji wa kazi. Ziara hiyo ya mwenyekiti wa CCM wilaya Kibaha mjini Mwajuma Nyamka itaendelea katika kata ya Viziwaziwa wilaya Kibaha mjini. Margaret Malisa, Channel 10. Asante Margaret Malisa kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, tusalie katika mkoa huo wa Pwani na safari hii tusogee pale katika wilaya Rufiji tukaangazie taarifa hii. Ujumuishi wa wanawake na vijana katika mapambano dhidi ya mabadiliko ya tabia nchi umewezesha wanakijiji wa Nyamwage, Kitapi na Mbwala, halmashauri ya wilaya Rufiji mkoani Pwani kupanda miti zaidi ya 1045, huku vikundi vya utetezi vikisaidia kupaza sauti juu ya maslahi ya wananchi chini ya utaratibu wa mradi wa kupaza sauti za vijana na wanawake katika kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Mwanahabari wetu Nelson Munema anaripoti. Wananchi hao wakizungumza na Channel 10 wilayani Rufiji mkoani Pwani wakati wa mafunzo kuongeza uelewa wa kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi na utetezi wa hoja zenye maslahi ya jamii, wamesema elimu waliyopata kutoka mtandao wa jamii wa usimamizi wa misitu Tanzania Mjumita umewasaidia kuhifadhi misitu na kutumia nishati mbadala. Kutumia kuni muda wote bila kupata nishati mbadala, lakini wamekuja wametoa elimu. Sasa hivi wanawake tunaweza kutumia nishati mbadala, kwa mfano kama gesi. Nikirudi kwenye kuni muda ule mtoto asharudi, mama amuoni. Nikisharudi mimi sasa inaanza shika nikushike, kwa nini kwenye kuni ulichelewa? Umeona? Ile shika nikushike inapelekea sasa ndoa kuvunjika na watoto kusambaratika. Tunapopanda kwa wingi ina maana inapunguza sasa kile kiwango cha hewa ukaa katika mazingira, jambo ambalo linakwenda kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Kwa upande wake mratibu wa mradi kutoka Mjumita Daniel Sapi amesema mradi huo miaka miwili umevuka lengo, kwani ulipanga kuwafikia wanakijiji 500, lakini kutokana na mwamko mkubwa katika jamii umeweza kuwafikia wananchi zaidi ya 3500. Tunaweza kupanda miti ya asili aina ya mikangazi, mikongo na miti mingine ya mitiki, lakini pia na mikorosho. Pamoja na hilo, zaidi ya miti 1043 imepandwa katika kata hii ya Mbwara katika vijiji 5 vinavyotekeleza mradi. Katika mikakati ya kuimarisha ushirikiano kati ya serikali, Mjumita na wadau mbalimbali ili kuhakikisha rasilimali hizi zinalindwa na kunufaisha wananchi moja kwa moja. Nelson Munema, Channel 10.
Asante Nelson Munema kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, na sasa tuelekee upande wa pili wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kule visiwani Zanzibar, na huko tunaelekea kule Pemba ambapo mbunge wa viti maalum mkoa wa Kaskazini Pemba Asia Sharif Omar amewataka wanafunzi kutambua jitihada zinazochukuliwa na serikali katika kuboresha miundombinu ya elimu kwa kusoma kwa bidii na kutumia fursa zilizopo kwa manufaa ya taifa. Mwanahabari wetu Masanja Mabula anaripoti kutoka Pemba. Zungumza kwenye sherehe za kuwapongeza wanafunzi wa skuli ya Tumbe Sekondari waliopata matokeo mazuri katika mitihani ya kidato cha 4 mwaka 2025, Mheshimiwa Asia amesema serikali imekuwa ikitoa mikopo kwa wanafunzi wa elimu ya juu ili kuhakikisha watoto wote wanapata nafasi ya kusoma bila ya vikwazo vya kifedha. Serikali inajitahidi sana kutoa huduma mbalimbali za wananchi, zikiwemo matibabu, elimu, afya, kila kitu. Lakini sisi ni wasaidizi wao kwenye maeneo haya, na tunalolifanya ni kwa niaba ya serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Aidha, Mheshimiwa Asia ameahidi kuchangia gharama za maandalizi ya kambi kwa wanafunzi wanaojiandaa na mitihani yao kidato cha 4 mwaka 2026 katika skuli hiyo. Akipata kifungua kinywa atatulia kuendelea na utaratibu wa kusoma. Leo tuko mwezi wa 4, mwezi wa ngapi tunamaliza hapa? Mimi naharamia kifungua kinywa kwa muda wote. Mapema akisoma risala katika mahafali hayo, Mwalimu Halfani Saidi Halfani amesema ushirikiano kati ya walimu, wazazi na wanafunzi umesababisha kuongezeka kwa ufaulu wa wanafunzi wa kidato cha 4 kutoka wanafunzi 24 kwa mwaka 2024 hadi wanafunzi 58 kwa mwaka 2025. Kuboresha miundombinu hii ndiko huku tunakotuweka mjini. Leo hii tukaona kwamba tuna wahitimu zaidi ya 50 wanaoingia kidato cha 5. Ni Masanja Mabula, Channel 10, Pemba, Zanzibar. Na mtazamaji, tungali tukisafiri na wewe katika maeneo mbalimbali tukiangazia matukio mbalimbali. Na kwa taarifa hiyo ya Masanja Mabula kutoka kule mkoa wa Kaskazini Pemba, ndio inatupatia fursa sasa ya kuvuka mipaka ya nchi huko nako tukaangalie japo kwa uchache, na hapa msimulizi wako Lulu Ali anakuja. Katika upande wa kimataifa, tuanze huko Benin. Takriban watu milioni 8 nchini Benin wamejiandikisha kupiga kura ya kumchagua rais katika vituo zaidi ya 17,000 huku matokeo yakitarajiwa kutangazwa ndani ya saa 48 hii leo baada ya kufungwa kwa vituo vya kupiga kura. Mgombea wa chama tawala ambaye ni waziri wa fedha Romuald Wadagni ndiye anatarajiwa kumrithi Rais Patrice Talon, huku mpinzani wake pekee kutoka chama cha upinzani akiwa ni Paul Hunkpe, ambapo hadi sasa wachambuzi wamebashiri kuwa Wadani ana nafasi kubwa ya kushinda kutokana na upinzani kushindwa kupata viti vya bunge katika uchaguzi uliopita. Rais Patrice Talon anaondoka madarakani baada ya kuhudumu miaka 10 akiacha historia ya uchumi nchini humo kupanda, ingawa makundi ya haki za binadamu yanasema changamoto za usalama na ukandamizaji wa upinzani bado ni utata nchini Benin kutokana na mashambulizi ya makundi yenye mafungamano na Al-Qaeda kutoka Burkina Faso na Niger kuendelea kuongezeka. Na huko Hungary, raia wa Hungary leo wamejitokeza kupiga kura katika uchaguzi wa bunge unaotajwa kuwa miongoni mwa chaguzi muhimu zaidi barani Ulaya mwaka huu, ambapo inatajwa kuwa waziri mkuu wa muda mrefu Viktor Orban hatima yake iko shakani. Kura zimeanza kupigwa mapema asubuhi huko Orban na mpinzani wake mkuu Peter Magyar wakipiga kura zao mjini Budapest, ambapo Orban amesema ana imani ya kushinda, wakati Magyar akieleza uchaguzi huo kama chaguo kati ya mwelekeo mashariki au magharibi pamoja na wazi au propaganda. Uchaguzi huo unafuatiliwa kwa karibu barani Ulaya na kwingineko kutokana na nafasi kubwa ya Orban katika siasa za mrengo wa kulia duniani, huku matokeo uchaguzi huo yakitajwa kuwa yanaweza kuamua mustakabali wa kisiasa wa Hungary na nafasi yake ndani ya Ulaya. Lulu Ali, Channel 10 kimataifa. Naam, asante sana Lulu Ali kwa taarifa hizo za kimataifa. Mtazamaji, na huo ndo mwisho wa habari za kitaifa na kimataifa usiku wa leo. Mimi ni Hamisi Mkoti, rubani wako, na kwa upande wa lugha alama usiku wa leo ni Onesta Molel.